Siku ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa rafiki wangu wa karibu. He's a very good God, very gracious. He has been gracious to me and every part of my life. And that's who God is. Si kwamba sisi ni wazuri kuwa uhai siku ya leo, ama kusema kwamba sisi ni wakamilifu, lakini ni kwa neema. Wanadamu, kitu ambacho kinatushikilia ni neema za Mungu. Kama ni matendo kwa vitendo ama kwa matendo, basi hatungeweza kufikia kiwango cha Mungu cha utakatifu ama cha ukamilifu. Lakini ni neema zake nyingi, anatupa nafasi nyingine. Siku ya leo tutasoma kutoka kitabu cha Kutoka 13 kuanzia mstari wa 17. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Kwa hivyo kuna njia ambayo ilikuwa ya karibu, ama ilikuwa ni shortcut, ama ilikuwa ni fupi, lakini Mungu hakuwapitishia wana wa Israeli huko, ijapokuwa ilikuwa ya karibu kufika Kanaani. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Hapa ni wakati Mungu aliposhuka kuwatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa ya Misri, ambapo walikuwa watumwa wakamtumikia Farao na nchi yote ya Misri. Na kwa sababu kulikuwa na muda ambao Mungu alikusudia wakae huko, na ulipofika, Biblia inasema ya kwamba Mungu akakumbuka ahadi aliyokuwa amempatia mtumishi wake Ibrahimu. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema, sasa nimeshuka ili kuwaokoa wana wa Israeli watoke katika nchi hiyo ya Misri. Na Mungu akawapiga wa Misri na nchi nzima kwa mapigo makubwa sana. Na hata Farao mwishowe akainua mikono juu akasema ya kwamba wana wa Israeli na watoke sasa katika nchi yetu, na ndio watuachie sasa nchi yetu. Hatutaki kukaa nao tena hata siku nyingine moja. Hatutaongeza muda wao, kwa sababu muda wa Mungu ulikuwa umefika. The right time of God had reached. Na wakati muda wa Mungu unapofika, hakuna mtu yoyote anaweza ongeza hata nukta moja, ama wakati wowote. Wakati wa Mungu unapofika wa kukutoa mahali upo kukupeleka sehemu nyingine, hakuna mtu anaweza zuia. Hakuna nguvu ambazo zinaweza zuia. Farao alijaribu kuzuia, akashindwa kuwazuia tena. Pigo la mwisho lilikuwa la wana wa kwanza wao kufa, wakauawa na malaika, kwa sababu muda ulikuwa umefika na Farao hakuwa anataka wana wa Israeli watoke nchi hiyo, ama watumwa wake watoke nchi hiyo. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, hakuna mtu ama kitu chochote ambacho kingeweza kuzuia wana wa Israeli watoke nchi hiyo. Nataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba wewe, kifungo
ambacho uko, ama shida ambayo unapitia, ama kilio ambacho unakipitia, wakati wa Mungu utakapofika, hakuna nguvu zozote zitazuia akutoe huko. Ni Mungu alikuwa amepatiana wakati ambapo wana wa Israeli wangekaa katika nchi ile, kwamba alimwambia mtumishi wake Ibrahimu, watoto wako, wazao wako wataenda katika nchi ya utumwa, watakaa huko kwa miaka 400. Na ilipotimia, hakuna kitu kingeweza kuwazuia wana wa Israeli. Wakati wako unapofika, haijalishi uko wapi, haijalishi uko na nini, haijalishi ni nani anakusema, haijalishi ni nani anakupeleka kwa waganga, haijalishi kwa wachawi nani anakupeleka, haijalishi. Wakati wa Mungu unapofika wa kukuinua, no matter the situation you are in, no matter the position you are in, no matter the financial status, no matter the bank balance, no matter what, when the time comes for God to change the situation, it doesn't matter. The time of God and the way of God is not like the way of men. Na hapa mahali ambapo tumesoma ni wakati wa Israeli wanaenda kutoka katika nchi ile ya Misri. Wamebeba virago vyao, wamebeba kila kitu chao. Sasa ni kutoka wanatoka. Na Mungu anamwambia mtumishi wake Musa ya kwamba hatutapita njia hii, hatutapita njia iliyokuwa karibu, hala hasha, ambayo tungefika Kanaani haraka. Hatutapita hiyo ambayo tungempotelea, wangepotea ili Farao asiwafuate nyuma. Hatutapita hiyo, tutapita njia ambayo ni refu ya kupitia bara, ya kupitia katika ziwa la Shamu. Hiyo ndio ambayo Mungu aliwapitisha. Na akasema namna gani? Sababu yake ya kwamba wakipita ambayo ilikuwa ya karibu, wangepita ndani ya nchi ya Wafilisti. Na wangepita kule, kungekuwa na vita. Wangepigwa na Wafilisti ama wangepigana na Wafilisti. Na Mungu hakuwa anataka wapigane mapema, wapigane na Wafilisti. Lakini sehemu ambayo tumefika ama tumemalizia, Biblia inasema ya kwamba sehemu ya mwisho ya 18, Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli wakitoka nchi ya Misri walikuwa na silaha. Lakini hata kama walikuwa na silaha, walikuwa wamezibeba, lakini Mungu hakuwa anataka wapigane. Hata kama walikuwa na silaha, hakuwa anataka wakutane na Wafilisti wapigane. Na akawapitishia njia ilikuwa mrefu ili wasipigane na Wafilisti, ili wasikutane na Wafilisti. Mungu anapokutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama anapokutayarisha kwenda sehemu nyingine, utoke sehemu moja uende sehemu nyingine, utoke utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, kuna njia ambayo anakupitishia. There is a process that God takes you through. Mungu hakuchukui na kukuweka mahali pale. Alikuwa na nguvu za kuwatoa na kuwapigania watoke Misri na waingie Kanaani mara moja. Lakini Mungu hakufanya vile. Kuna process ambayo Mungu alitaka wana wa Israeli waipitie. Kuna process ambayo Mungu alitaka kuwapitishia wana wa Israeli, ili kwamba Biblia inasema ya kwamba wangekutana wakati huo na Wafilisti, wangegairi, waseme huyu ni Mungu wa namna gani, ya kwamba anatutoa Misri, mahali tulikuwa tunakula, mahali tulikuwa na amani, hata kama tulikuwa wafungwa, anatuleta Misri kupigana. Alikuwa anakuja kutumalizia hapa. Siangewacha tukae mahali tulikuwa, siangeacha tukae hali ambayo tulikuwa. Naye Mungu akajua ya kwamba hawa watu wangesema hiyo, kwa hivyo sitawapitishia huko.
wacha kwanza niwapeleke in the wilderness. Let me first take them through the process. Na huko, hata kama walikuwa na masilaha, hawangeweza kuzitumia. Hawakujua kutumia silaha zile za vita. Na Mungu akawapeleka in the wilderness ili wawafundishe vita kule. Ili wakuwe na wakati wa kufundishwa vita, jinsi ya kupigana na adui, jinsi ya kuishi na watu. Kwa sababu kule walipokuwa Misri, kazi yao ilikuwa watumwa. Walikuwa wanafanya kazi za mikono, na hakuna wakati hata mmoja walijua vita. Hakuna hata siku moja walipelekwa training ya vita. Mungu akajua sitawapelekea katika nchi ya Wafilisti, hata kama ilikuwa fupi. Kwanza wafundishe vita. Kwanza awaonyeshe jinsi ya kukaa na watu. Kwanza awaonyeshe jinsi ya kupigana. Wasiende wakapigana hata kama walikuwa na silaha wakashindwa na vita. Nataka kusema Mungu kuna process ambayo anapitishiaga watu ili kwamba anapokufikisha mahali unaenda ukuwa umekomaa, unakuwa na experience. Sio kuwa green the way you are, because kama angewapitishia nchi ya Wafilisti, wangemalizwa na Wafilisti, kwa sababu hawakuwa wanajua vita, wangewamaliza. Mungu akasema rahasha. Kwa hivyo kuna wakati wa Mungu, na wakati wa Mungu ndio wakati mkamilifu. Ni sawa unapitia mazito mengi, ni sawa unapitia kilio kingi, ni sawa unapitia mambo magumu sana, lakini maybe ni process ambayo Mungu anakupitishia. Maybe ni vita Mungu anakufundisha kwa sababu ya mahali anataka kukufikisha, kwa sababu ya mahali anaenda kukupeleka, kwa sababu ya kazi ambayo anaenda kukupatia, kwa sababu ya huduma ambayo anaenda kukupatia, kwa sababu ya mzigo ambao unaenda kukupatia, kwa sababu ya kusudi na mapenzi yake ambayo anataka utimize. Kwa hivyo lazima akupitishie in a process, so that wakati unapotoka kule umekomaa vya kutosha, una experience ya kutosha, unaweza pigana vita vile vizuri kwa sababu umegain experience. You have gone through the process. Just imagine kama mtumishi wa Mungu Musa hakutoroka kutoka kwa Farao ama nchi ya Misri akaenda jangwani. He didn't have the experience. So God had to take Moses through a process for about 40 years in the wilderness. Because kwa sababu kazi ambayo Musa alikuwa anaenda kuifanya ingekuwa jangwani. Kwa hivyo Mungu akampeleka jangwani kwa miaka 40 ili again experience ya kukaa, ya kutembea, ya njia, ya hali zozote zile, ya jua, name it, of the wilderness. Ili wakati anapowapeleka wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, he had the experience. He knew the way. He knew how God works in the wilderness. If Moses had not gone to the process, hata yeye angekuwa na ria kama wana wa Israeli.
hata yeye angekuwa na nungunika kama wana wa Israeli. So God had to take Moses through the process for 40 years. Just imagine if David had not gone through the process when meeting Goliath. Lakini Mungu kwanza alimtayarisha Daudi akuwa kule jangwani, kule akilisha tule tukondoo twa baba yake. Huko ndio Mungu alikuwa anamtayarisha kwa sababu ya kazi ambayo anaenda kuifanya, kwa sababu ya yale ambayo anaenda kukutana nayo. Mungu akampeleka to the backside, to the wilderness, to look after the sheep of his father. Na wakati alipokutana kule na duba akawaua, akakutana na simba akawaua kwa mikono yake. Kwa hivyo wakati alipokutana na Goliathi hakuwa na shida, hakuwa na wasiwasi, hakuwa na uoga, kwa sababu alisema kule in the process, when I was in classroom, when I was learning, nilikutana na vitu kama hivi, vitu ambavyo ni wanyama wakubwa wakali, lakini niliwaweza. Iko vile ambavyo ninajua vita hivi, kupigana na vitu kama hizi, na akaweza Goliathi kwa sababu wakati ambao alikuwa kule, he had to go through the process. He learned something. He had into something. He learned something. God took him to learn something. So wakati ambapo unapitia mambo mengine, wakati ambapo unapitia hali zingine, wakati ambapo unapitia kuachwa na watu, wakati unapopitia kudharauliwa na watu, wakati unapitia kuona wewe sio mtu, wakati unapopitia dharau nyingi, wakati unapopitia kudhihakiwa kwingi, wakati unapopitia kukosa, wakati unapopitia majonzi mengi, wakati unapopitia kilio kingi, chunga isikue ya kwamba uko katika process God is taking you through. God wants you to learn something. You are in the process of being made a better person, a better version of yourself, for what awaits you, for what God wants you to do. God is preparing you to where He wants to send you. God is taking you in a process so that you can fulfill His will. God is preparing you to do His work. God is preparing you to do what He meant for your life. Huu sio wakati wa kuona kana kwamba umeisha. Huu sio wakati wa kuona kana kwamba umefika mwisho. Huu ni wakati wa kujielewa. Huu ni wakati wa kujua na ugojee wakati wa Mungu. Usione kana kwamba umechelewa. Musa alikaa nyikani kwa miaka 40, lakini Mungu bado alikuwa na yeye kule nyikani. Alikuwa bado anamtayarisha. Mungu alikuwa, Biblia inasema ya kwamba Yusufu hata kule alipokuwa gerezani, Mungu bado alikuwa na yeye, na ni Mungu alikuwa amemweka kule gerezani for him
to know something, for him to finish the process, for him to finish the syllabus. Akawekwa kule gerezani Yusufu, ili kwamba zile ndoto za wafanyikazi wa mfalme ajue tafsiri zake na aone tafsiri yake ikitendeka, ili kwamba wakati anaenda kupatia mfalme tafsiri ya ndoto yake, alikuwa mtu ambaye anajua ni nini anafanya. He was in the process. God was making him the man he was to be. That's why God had to take him to the prison for 12 good years. Usione kana kwamba umekaia sana, ama Mungu amekaia sana. Why all this time? Why is God taking all this time? Why is God taking all this long? Kwani hanisikii? Kwani hanijui? Hata asikii maombi yangu? Mungu ameniwacha. This is not the time to lose your mind. This is the time to know that God's time is the best. This is the time to know that God is preparing you for something good, for something better, for something big in your life. Don't lose focus. Don't lose your mind. Na Mungu